Good evening, members. I want to thank you because of this moment that God has given us to come and reason from Him. Nataka kuwakaribisha nyote wapendwa jioni ya leo. Ni kwa sababu Mungu ametupa nafasi, ametupa kibali ili tukaweza kuona jioni njema. Asanteni sana na Mungu awabariki. Anayewakaribisha naitwa mchungaji Jeremiah Nyanchoka Nyabende kutoka kanisa la Full Gospel Churches of Kenya, Gesonso Roko Church Assembly. Nataka kushukuru Mungu kwa sababu yenu watazamaji, ili kwamba Mungu anapoendelea kutubariki azidi kutubariki sisi wote, ili kwamba wakati kanisa itakaponyakuliwa iwe mimi na wewe tuko tayari ili tupate kufaulu. Nataka kuwashukuru wapendwa, mke wangu mpendwa Caroline, watoto wapendwa Mary Ivy, kijana Ivan, msichana Ruth Consolata na my nephew Aundiek. Pia nataka kuwashukuru wazazi wangu, babangu mpendwa Patrick Nyabende, mamangu mpendwa Malta Nyabonyi, mama mdogo Choice na mama mkwe Mary Consolata. Asante kwa sababu ya maisha yao, ni kwa sababu ninajivunia kuitanishwa pamoja na wao. Asante pia kwa sababu ya wachungaji, wazazi wangu wa kiroho, mchungaji Senior Bishop Wilson Onsongo kutoka Nyanza North Region, Bishop wangu Samuel Njoroge, mchungaji wangu, kiongozi wangu Senior Pastor Joseph Misoko Masesi. Asante kwa sababu mumenipa nafasi hii ili niendelee kudumikia Mungu katika wakati huu Mungu ametupea nafasi. Kwa wapendwa wote ambao wanaendelea kutazama, naona wapendwa wameingia hewani kufuatilia ujumbe huu. Nataka kuwashukuru nyinyi wote, maana nimepata jumbe nyingi kila wakati tunapoendelea na mafundisho yetu ya Bible study. Nimeona watu wengi wakiniandikia ujumbe kwamba mchungaji, unasiti kubariki mioyo yetu kwa sababu ya mafundisho ambayo unalete. Nami nafurahi, natukuza Mungu kwa sababu yenu, maana kazi hii siwezi ifanya peke yangu. Taifanya pamoja nanyi, ni kwa sababu neno la Mungu linatuambia wakati Yesu alipokuwa na commission kanisa, akasema enendeni katika ulimwenguni kote ili muweze kuhubiri injili ya Bwana. Wezi enenda katika ulimwengu kuhubiri injili ambapo hakuna watu. Injili inahubiriwa watu. Kwa hivyo wapendwa, na washukuru sana kwa sababu ya kuendelea pia kunitia moyo, nikiwa ninajua kwamba kuna wapendwa ninahudumia, na moyo wangu nafurahi, ni kwa sababu Mungu anatupenda. Kwa hivyo jioni ya leo nataka kuwakaribisha wote from wherever you are watching, those who are watching from Kenya, those who are watching from outside. Maana kuna wapendwa wengi wananitumia ujumbe kutoka Marekani, Britain. Kuna wengine niliona ujumbe juzi kutoka South Africa, Tanzania na kule Uganda. Asante kwa sababu tunapoendelea kutafakari neno la Mungu ni vizuri, maana tunaendelea vizuri. Kuna wale wanasema kwa sababu ya Bible study kuna mambo mazuri imewasaidia, maana kuna mambo mengi hawakuwa wanayajua. Wanasikia wahubiri wakihubiri, lakini hawajui haya maneno yanapatikana wapi katika maandiko. Kwa hivyo nawakaribisha sana, tuendelee kufuatilia, maana haya mafundisho kila wakati nitakuwa ikiyalete kwa kila Alhamisi kuanzia saa 3:30 mpaka mwendo wa saa 4:15 hapo, ili Mungu wetu asidi kutusaidia. Kama vile nilivyowajulisha katika mtandao, jioni ya leo tutajifundisha kuhusu the blood of Christ.
damu ya Yesu Kristo. Ni vizuri Mkristo kutambua damu ya Yesu Kristo iko na manufaa gani katika maisha yake. Ni vizuri sana. Na ni wapi katika maandiko tunasikia ujumbe unatuambia kuhusu damu ya Yesu Kristo? Kwa hivyo wapendwa, jioni ya leo tunaenda kujifundisha kuhusu the blood of Jesus Christ and how it is important to me and you as a Christian. Wacha tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, naomba na kuamini. Amen. Na nataka kuwaomba wapendwa wale wananipigia simu, tafadhali wakati huu tuko katika mafundisho, ninaomba tu kwa sababu kuna wengi wananipigia simu na kabisa wanaona ninaendelea kuhubiri na kufundisha. Wapendwa, ngojea ifike mwendo wa saa 5 hata ukinipigia tutashauriana na wewe. Kwa hivyo kama unanipigia simu tafadhali, siwezi kuchukua simu kwa sababu ninafundisha, na ni vizuri wewe niandikie ujumbe kama kuna jambo ungependa. Niandikie ujumbe tafadhali. Kuna watu wameanza kupiga simu na sina hiyo application ya kufunza. Ukinipigia simu nikikujibu, ninakuomba. Lakini najua Mungu atatusaidia kwa mapenzi yake tutakapokuwa tukiendelea. Nikipata hiyo application kwamba unaweza nipigia simu wakati naendelea kufundisha niweze kujibu, basi tukifika hapo pia ni tamanio ya moyo wangu nifike huko. Lakini kwa sasa sichafika nafasi hiyo ya kujibu maswali nikiwa ninafundisha. Lakini ukituma nitaweza kukujibu. Asante kwa sababu tunaendelea vizuri. Kwa hivyo leo vile nimetangulia kusema tutajifunza kuhusu the blood of Jesus Christ. Na katika utangulizi wapendwa, nataka kusema hivi that the shedding of Jesus Christ's blood on the cross was a factor in order for us to receive forgiveness for our sins and acceptance into the presence of God. Wapendwa, kumwagika kwa damu ya Yesu Kristo pale msalabani ilikuwa ni kwa sababu ya dhambi zetu ya mwanadamu, ili tuweze kukubalika mbele za Mwenyezi Mungu. The shedding of blood of Jesus Christ was meant so that I and you will be accepted katika macho ya Mwenyezi Mungu. Nataka nikurejesha kule nyuma kidogo in the book of Genesis. Brethren, when Adam and Eve committed sin ya kula lile tunda walilokatazwa, the presence of God moved away from them. Uwepo wa Bwana uliwaondoka. Wakati ulipowaondoka, maandiko yanatuambia katika kitabu cha Mwanzo 3 kwamba wakati Mungu alikuja kuwatembelea. Ukisoma Genesis chapter number 3 and verse number 9, alikuja na hakuweza kukutana na wao. Na ndio neno la Mungu likatuambia katika mstari wa 9, Mungu akawa anaitana, Adamu, Adamu, uko wapi? Now the presence of God moved away from humanity. And now there was the shed of blood. Brethren, in the Old Testament, the remission of sin ilikuwa inatendeka kupitia kwa umwagaji wa damu kutokana na munyama. Munyama alikuwa anachinjwa, damu inamwagika. Najua mahali tunaposoma maandiko tunaona makuhani walikuwa wanaingia katika Holy of Holies. Wanaingia, na unakumbuka kwamba maandiko yanatuambia kwamba walikuwa wanafungwa ili kwamba huyu kuhani ambaye ameingia kule mahali patakatifu kwa hekalu atakapofika kwenda kutolea watu dhabihu, wakisikia amekufa anafurutwa, anatolewa. Kwa hivyo njia ya Mungu, mpangilio wa Mungu hata hapo mwanzo kabla Yesu kuja kutufia kule msalabani kwa ajili yangu na wewe, njia ya dhambi kusamehewa mwanzo ilikuwa ni umwagikaji wa damu. Na damu ndani yake, maandiko tutakapoendelea kusoma,
imeunganishwa na uhai, the blood. Na ndio unaona katika maandiko hapo tunaposoma kuanzia the book of Genesis tukikuja mpaka tufike in the book of Mark, hapo katikati kuna mahali Mungu anaambia wapendwa, don't eat meat iliyo na damu. Ni kwa sababu damu ilikuwa na uhai. Kwa hivyo Mungu akamtuma mwana wake wa kipekee Yesu Kristo ili aje aweze kutoa, amwage damu ili mimi na wewe tukubalike katika macho ya Mwenyezi Mungu. And that's why nimetangulia kusema kwamba the shedding of Jesus Christ, the blood on the cross, was a factor in order for us to receive forgiveness for our sins and acceptance into the presence of the Lord. Katika kitabu, tuingie katika maandiko. Katika kitabu in the book of Hebrews chapter number 9 and verse number 22 inasema hivi. Hebrews chapter number 9 and verse number 22. Hebrews 9:22. Neno la Mungu linasema hivi. That and almost all things are by the law badged with blood, and without the shedding of blood is no remission. Ndugu, bila umwagikaji wa damu hakuna maondoleo ya dhambi. Kwa hivyo damu ya Yesu Kristo, wapendwa, it is very important in my life, it is very important in your life, because without the shedding of blood there is no remission of sin. Now, life is in the blood. Maisha, wapendwa, iko katika damu. Nafikiri katika the ordinary way, even from the biological view, munaona hata watu wanasema fulani ametoa damu nyingi. Munaona hata masaa zingine madaktari wanasema chameni, donate blood fulani, ama tuko na wagonjwa ambao bila kuongezwa damu maisha yake hayatakuwa sawa. Kwa hivyo the blood is associated with life, brethren. So damu, baada ya sisi kutenda, hapo mbele tutaona sin ilifanya nini. Hivyo ninaomba, kuna wapendo wanaendelea kupiga simu, na kama unaendelea kupata hii ujumbe, tafadhali ngojea tuweze kumaliza mafundisho alafu baadaye utapiga. Kwa hivyo life is associated with blood. In the book of Leviticus 17 and verse number 11 inasema hivi. In the book of Leviticus, a chapter number 17 and verse number 11. Naomba yule anapiga simu aweze kuniandikia ujumbe, alafu nitamshughulikia baadaye. 17 and verse number 11. Neno la Mungu linatuambia hivi. That for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls, for it is the blood that makes atonement for the soul. For the life of a creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement to your souls. It is the blood that makes atonement for one's life. And in the book of Romans chapter number 6 and verse number 22, naye inatuambia hivi, when we sin, we earn death. The wages of sin is death. Just Jesus paid the penalty for us for shedding his blood, dying for us. Wapendwa,
mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo Yesu alitufia sisi ili mimi na wewe tuondolewe dhambi, tuondolewe mambo yote ambayo shida tuliyokuwa naye. Kwa hivyo the remission of sin is only through the shedding of blood. Atonement. Jina atonement means to be made at one with God. Tunafanyika moja na Mungu. So the atonement ililetwa kwa sababu of the shedding of the blood of Jesus Christ, so that we can be made one with God. Jesus gave his life or shed his blood on the cross for atonement. This made it possible for us to be at one with God. Jesus' blood means we are no longer with the enemy, but his friend, his sons and daughters. By faith, we accept what he did for us. Kwa hivyo wapendwa, ile damu ya Yesu kumwagika pale msalabani ilimfanya mimi niwe ndugu, ikakufanya wewe uwe dada ama ndugu katika Kristo. Mimi niitwe ndugu wa Kristo, wewe uitwe ndugu wa Kristo ama uitwe dada wa Kristo. And that was why there was that shedding of blood. Now, kama damu ya Yesu ilimwagika ili tuweze kuondolewa dhambi, sasa hii dhambi wapendwa ilifanya nini? Ilipoingia, ndio tuseme usuri wa damu ya Yesu Kristo. Hii dhambi iliyoingia ilifanya nini kwako wewe kama Mkristo? Na ikanifanyia nini hii dhambi kwangu mimi? Kwa sababu you cannot understand the importance of something kama ujui shida iliyo kwanza pande hiyo ingine. So there is a problem. When you understand the problem, it is when you can understand the goodness of somebody. Wapendwa, kama kwa mfano haujawahi kamatwa ufungiwe gerezani, yule mtu ambaye unasikia anaitwa labda advocate ama yule ya wakili, kama hujawahi shtakiwa hautajua umuhimu wa wakili ni nini. Kama hujawahi ibiwa ama utekwe nyara hautajua umuhimu wa askari ni nini. Kama haujawahi chelewa mahali hutawahi kujua umuhimu wa gari ni nini. Kama haujawahi kuwa na shida gari kwame hautaweza kujua umuhimu wa barabara ni nini. Kama hujawahi gonjeka hautajua umuhimu wa hospitali ni nini. Hujawahi pata mimba uhitaji mkunga ama nasi ama muuguzi hautaweza kujua umuhimu wao ni nini. Kwa hivyo ni vizuri tujue umuhimu wa damu ya Yesu inatoka wapi kwa sababu ya dhambi. Basi hii dhambi ilifanya nini katika maisha ya mwanadamu? The first thing what sin does to our life, it separates us from God. Kumbe dhambi ilipokuja ilinitenga mimi na wewe kutoka kwa uwepo wa Mungu. Na tuliona huko mwanzo katika the book of Genesis. What happened? God came, he did not find Adam and Eve, and he was looking for them. Adamu, muko wapi? Eti tulipata tuko uji. Nani alisema? So uwepo wa mwanadamu baada ya kutenda dhambi unamuondokea. Unatoka katika uwepo wa Mungu. That is one thing that sin does in our life. Now, in the book of Isaiah 59 and verse number 2, it says, "But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear." This is more than serious. Kumbe dhambi imetuondoa kutoka kwa uwepo wa Mungu, na hata tukimuomba, hata tukiimba, hata tukisema haleluya, hata tukisema amina, Mungu hasikii. This is how serious it is. That is what the word of the Lord says.
in Isaiah 59 and verse number 2. That, but your iniquities have separated you from God. Your sins have hidden his face. Haya. Dhambi simefanya Mungu afiche uso wake asituangalie jameni. And then so that he will not hear. Yani hata sikia. Mungu ameficha uso. Imagine wewe unaenda kwa baba yako ama kwa mama yako ama somebody you need help. Yani ile tunaitanga extreme help. You have an emergency and you need nafikiri mnaelewa wapendo what I'm saying. You need an emergency help. Yani kati ya kando na kando, there's nothing. You need total emergency help. Kama vile unasikianga nini inapitanga ikipiga naonanga Thika highway. Wakati tuko kwa jam, gari ziko pamba tupamba. Wapendo unasikia kingono ile gari iko mbele sinaenda kando sinakula hii, yani sinaenda hivi siachilie hiyo ambulance iokoe maisha. Yani mtu anahitaji emergency. Alafu Mungu anaangalia hivi kando. That is what sin does. Jambo la pili ndio tujuje kuona umuhimu wa damu ya Yesu jameni. Jambo la pili, dhambi, it makes us feel guilty. Sin makes me and you feel guilty. In the book of Psalms, chapter number 38 and verse number 4, in the book of Psalms 38, and verse number 4 inasema hivi. Wapendwa, let us learn this word of God kutoka kwa Biblia zetu, tujue umuhimu wa Biblia. Biblia ni mzuri wapendwa, tukijua knowledge is power. 38 and verse number 4 inasema hivi. For my iniquities are gone over my head as an heavy burden. They are too heavy for me. My guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. So, yani, when somebody is guilty, my friend, angalia hata kwako nyumbani. Let us go, tusiende bali sana. Unajua masaa zingine tunaweza enda bali, then you lose the point. Rudi kule nyumbani. Tuseme wewe ni mzazi. Mtoto alishika kikombe akavunja. Glasses zile uliletewa za zawadi labda wakati wa harusi yako. Ama umenunua very expensive thing kule kitchen. Mtoto ameshika hivi paka. You are not the present. Haujakuwa. Na ni kitu ile ulikuwa unapenda. Mzee ulikuwa unapenda. Umenunua TV ya 60,000. Mtoto amefanya vile alifanya mepasuka. Now when you are coming my friend, unajua you are not aware kwamba kuna kitu imetendeka kwa nyumba na imeharibika. And then unakuja unapata mtoto. Huyo mtoto mwenye alivunja, you know that son or that daughter, she security. She will not approach awesi kukuface. Hata anatafuta mbinu inji pasuke. Why? He or she security. Now, sin pia dhambi inapoingia kwa mwanadamu inamfanya guilty. Anashindwa ku approach Mungu. Anashindwa, wapendwa unashindwa. And then remember, ukiwa mgonjwa, ukiwa na shida, you face God. So that everything, you know, hakuna kitu Mungu hatusaidii. Tukiwa na shida, tunalilia Mungu. Tukiwa na anything, tunalilia Mungu. Sasa you can't approach God because you are guilty. That is the problem. But now the blood of Jesus, when Jesus alimwaga damu, aliondoa dhambi. Na wakati amekuondolea dhambi, then you are not guilty. I think you are following now and you are connecting how very important the blood of Jesus is. Because tulisema kuhusu mambo ya separation. So if God, Jesus
shed the blood, akaondoa, then that separation pia iliondoa. If Jesus shed the blood and then that guilt ambayo ilikuwa ndani yetu imeondoa. Now tumeingia number 3. Shida ya dhambi ni nini? Jambo la tatu. Allows Satan to accuse us. Brethren, in the book of Revelation 12 and verse number 10, Revelation 10, that is Ufunuo 12 mstari wa 10, the accuser of our brothers who accuses them before our God day and night. Nani huyo? Shetani. He accuses us. Yule mchungaji anaitwa Jeremiah alifanya APC, halafu anakimbia. Wakati ninaambia Mungu, God you are just, ninaomba Mungu bariki kazi yangu ya kuhubiri, bariki kazi yangu ya polisi, bariki kazi yangu, bariki mke wangu. Now when God wants to release blessings unto me, now shetani anakimbia, anasema huyu unataka kumbariki. Na alikuwa mahali fulani, alikuwa anaongelesha ile msichana, alafu anasema yeye ni anakuomba, God you are just, why are you releasing blessings unto this person? Then Mungu ananyamaza. So you see, so because of accusation of the devil kwa Mungu, sasa Mungu akiangalia na anaona ni ukweli, because tumetenda dhambi na Shetani yako, you know the devil is a spirit, anaona you have done this. Wewe ama sahi uko na mke wa mtu kwa nyumba, uko na msichana ya wenyewe, wewe ni mtu ucha amua kwa uchafanya nini, umeficha msichana ya mtu kwa nyumba, umefanya kitu fulani, wewe umeiba. Leo mchana umeshinda ukitusi watu, ukiwe umeitana mkutano wa masengenyo, umeshinda ukiongea uchafu mingi. Wewe ni mama, wewe badala wakati kwa mikutano ya wamama, badala muongee mambo mzuri, masengenyo tu. Unajua ile mama anakuanga na kanguo moja, anakuanga na nini? Hata uliona siku hizi ile nywele aliweka ni ile ya shilingi 200. Yaani hata mzee yake hawezi muwekea nywele, hasa hawezi mtengeneza nywele ya shilingi 1500. Yaani hawezi mtengeneza. Yeye watu wameshinda. Unajua jana yule mama alipigwa, alikamatwa na mzee, ama yule mzee unajua amekariwa na bibi yake. You know, such kind of things. The devil is listening. Wakati unataka kuomba Mungu akubariki, sasa hapo anakimbia, anakuaccuse. Then you don't receive that blessing. So remember, when the blood of Jesus was shed, aliondoa hiyo dhambi. Na kama ameondoa hiyo dhambi, now the devil has no accusation. Anakimbia huko. Maandiko yanasema wakati shetani anakimbia, Yesu anamwambia, najua huyo Jeremia ndio alitenda hiyo, lakini aliponiomba msamaha na akakiri na akalia na akatubu, ile damu nilimwaga msalabani iliosha hiyo. Hakuna, amesamewa. Nafikiri mumai ambiwa kuna story kuhusu kijana, walikuwa wawili, mmoja akaenda akafanya makosa kwa nyumba. Sasa wakati wazazi wanamwambia, wewe utakuwa ukifanya hivi, anasema fulani alisema atafanya. Wakati anajaribu hivi, anamwambia okay, dadi akikuja ama mami akikuja nitamwambia ile kitu ulifanya. Sasa huyu anaogopa, inabidi afanye ile kazi. Siku moja hii kijana akasema hapana, hii naye it is too much. Wakati huyu mwingine hayuko, akakimbia akaomba baba yake, akaomba mama yake msamaha, akamwambia tafadhali, ile kuku ilikufa mimi ndio niliua, ninaomba tu munisamee. Na mzazi akamsamea. Sasa yule mwingine hajui kwamba huyu amemsamea. Wakati alikuja amepangwa kazi watengeneze kwa boma, akasema eti Jeremia amesema ama fulani amesema. Okay. Wakati huyu mzazi ameenda anasema, kama utatengeneza, si unajua uliua kuku, wacha akikuja nitasema. Haina shida. Wewe useme. Wakati alikuja, wakati anataka kumstaki, anamwambia hata hiyo ananiambia, ninajua yeye ndiye aliua na nilimsamea. Sasa who becomes stupid? Now the devil becomes stupid. Because damu ya Yesu ilimweka msalabani, ikaondoa dhambi yangu, ikaondoa dhambi yako. Sasa anakimbia kutuaccuse, but tusamehewa. That is what the blood of Jesus does. Brethren,
jambo lingine, we need to know the blood of Jesus is for God. Damu ya Yesu iko kwa ajili ya Mungu. In the first John 3 and verse number 4 inasema hivi. Ni vizuri wapendwa, we learn our Bible so that we be empowered. Meshinda nikisema there is power in knowledge. Knowledge is power. When the devil alienda kusumbua Yesu, eti imeandikwa ukijirusha kutoka hapa atakuruya. Mungu ataajiria malaika wa kusaidia, akamwambia remember the devil. It is also written. Usijaribu Mungu wako. Man cannot live by bread only, but by every word that comes from the mouth of God. This is what we need. Ili kwamba shetani anapojaribu kuleta mambo, then we counter the devil by the word of the Lord. Said, okay, before tuingia katika the blood, there is one point that nimeoverlook ambaye ni ya maana sana kuhusu mambo ya what sin does. The last point that is demands the death penalty. Kumbe dhambi ina demand the death penalty. Maandiko yanasema katika Ezekiel 18:4 that the soul who sins is the one who will die. Kwa hivyo dhambi, wapendwa, maandiko yanasema kwamba kwa ile roho itendayo dhambi ndio hiyo roho itaweza kukufa. And that's why watu wanaambiwa kwamba utakapotenda dhambi na usiposamehewa hiyo dhambi, surely you will die. In the book of Ezekiel 18:4 inatueleza kuhusu hiyo. Kwa hivyo kupitia kwa damu ya Yesu Kristo, when we accept the blood of Jesus, iondoe dhambi katika maisha yetu, then roho zetu, wapendwa, we will not die, but we will live to the fullness of the life, and baadaye tutafikwa taji ya uzima wa milele. Na unapokuwa na taji ya uzima wa milele, you will not die. So the blood of Jesus is for God. So in 1 John 3:4 inasema hivi. Whosoever commits sin transgresses also the law, for sin is the transgression of the law. Kwa hivyo unapoona hapa, sin ilikuwa kuhusu mambo ya kifo na ilikuwa ni sheria, ilikuwa imewekwa. Lakini sasa kwa sababu damu imetoka kwa Mungu, imekuja imefunja hiyo sheria ya kifo na ikaleta sheria ya uhai. That is what that word of God means. Sheria ikiwekwa, iliwekwa kwamba mwanadamu atakayetenda dhambi na afe. Lakini kwa sababu the blood is for God, damu ya Yesu ni kwa ajili ya Mungu, sasa ilipokuja ikaondoa dhambi na ikavunja hiyo sheria ya kifo. So brethren, we are not under the law of death, but we are under the law of the living God through the blood of Jesus Christ. So when we accept the blood of Jesus Christ in our lives, brethren, we are not under the law of death, but we are under the blood of Jesus Christ, which is the blood for God. The blood protects us from the penalty of breaking the law. So inatuzuia katika ile penalty ya kufunja sheria ya kifo, wapendwa. Hakuna hiyo, hakuna, imeondoa. So that is how powerful the blood of Jesus is. Inaondoa hiyo sheria ili tusikuje kuingia kuifunja, bali itukave. Mnaendanga kwa wale wamepata nafasi ya kwenda kotini, hata kusikiza vile naenda, unasikia kuna wakati mtu anaweza uwa mtu na aajiriwe na koti.
itisemekane eti he killed bila kukusudia, lakini mtu ameua. Sasa unashangaa, but now here hailinganishi na hiyo. It covers you and me from the penalty of death, because imeondoa dhambi ambayo ndio ilikuwa imelete sheria ya kifo. In Exodus 12, God commands the people of Israel to put the blood of the lamb on their doorposts to protect them from the destroyer who will kill all the firstborn. Hey, nafikiri tumesoma wapendwa, katika wakati Mungu alikuwa anaokoa wana wa Israeli, akasema kila mtu Muisraeli aweke katika doorpost damu. Ile damu was resembling the blood of Jesus Christ. Ili the angel of death wakati alikuwa anatembea kuua wale watu wa Misri, akifika pale anaruka. So alikuwa anawarukisha kifo. The goodness of the blood of Jesus, brethren. How good is the blood? Imagine mtu amekuokoa kutoka kwa kifo. Last time when we were learning about Rahab, aliwaambia wakati wale wapelelezi wa Yoshua, aliwaambia wakati mtakapokuja, tafadhali ninawaomba, ninajua Mungu ameshawapea huu mji, it is just a time to come and take over. Praise, when you come, spare me. Na kweli, when they went, they spared her life. Ijapo ni mama alikuwa kahaba na alikuwa na mambo mbaya, lakini alipotubu na akajiunganisha na watu wa Mungu, alisamehewa. So that is how, brethren. Imagine, ile ilikuwa kidogo, but now this one, it covers us, it forgives us, and protects us from death. Inatuondolea mauti. This lamb was a picture of the lamb, Jesus, who could come later. God said in verse 13, that is Exodus 12, when I see the blood, I will pass over and protect you. That is in Exodus 12 in verse number 13. Mungu akawaambia, nitakapokuwa nikipita, when my angel of death atakuwa akipita, anapoona damu, anafuka, anajua hii ni ile nyumba ambaye I should spare, anafuka naenda. Jambo lingine, fellowship is restored. Wapendwa, kupitia kwa damu ya Yesu Kristo inaturejeshea uhusiano mwema na Mungu. So the fellowship is restored. In Romans chapter number 5 and verse number 8 and 9, it says, but God demonstrated his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Since we are now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him? So tutakuwa tumekombolewa wapendwa, na tumerejeshwa uhusiano mwema katika Mungu. Jambo lingine, we are redeemed, purchased back from slavery. Unajua watu wale wananifurahishanga ni Safaricom, wanasema you can redeem your Ponga points zile umetumia isikusaidie uweze kuendelea kuongea. You can redeem Ponga points uweze kununua vitu. I think mnaona hata kwa mtandao, hata kwa advertisement ma radio wapi, wakisema usikuwe na njaa eti ukiwa na Ponga points 3000 5000 you can redeem so that ikupe chakula. Now this one is saying that we are redeemed, tunakuwa purchased back. Tuliasi na tukapotea, lakini Mungu anatununua, anaturejesha, anatununua bado, anaturudisha kwake. He purchases us back, he redeems us back. Why? Because of the blood of Jesus Christ. In Ephesians chapter number 1 and verse number 7, it says this. Ephesians chapter number 1 and verse number 7. In whom
We have redemption through his blood, the forgiveness of sin according to the riches of his grace. Hallelujah. We thank God because of redeeming us back kwa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Another point, the blood is for man. Damu, wapendwa, ni kwa ajili ya mwanadamu. The blood has satisfied God. Now it is to satisfy us in the cleansing of our conscience from guilt. The blood cleanses from guilt. That is Hebrews chapter number 9 and verse number 14. Hebrews chapter number 9 and verse number 14. It says, how much more than will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our conscience from acts that leads to death, so that we may serve the living God. And then the blood sanctifies us. Damu, wapendwa, it sanctifies us. In the book of Hebrews 13 and verse number 12, it says, and so Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through his own blood. Wapendwa, Yesu aliteseka akaumia ili atutakaze sisi tukubalike mbele za Mwenyezi Mungu. Point number 3, under the blood is for man, ni kwamba the blood brings us close to God. Kwamba damu ya Yesu inatuleta karibu sana na Mungu. In the book of Colossians chapter number 1 verse number 20 to 22, neno la Mungu linasema, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior, but now he has reconciled you. Hallelujah. We thank God. Glory be to God. God has reconciled. Enda kwa jamii za watu, uone vile watu masaa zingine labda wamekosana, watu hawana amani. Tuseme bibi na bwana hawana amani, yani wamesumbuana, alafu utoke wewe uende waongereshe wapendane, yani upendo wao urudi kama ule wa kwanza. Yani wanakaa wanasema, unajua ndugu John, dada Mary alikuja hapa, kusema kweli ndoa yetu ilikuwa ivunjike, lakini alipotuongeresha aliturejesha, uhusiano wetu ukawa mzuri. You know, as a family you feel good because mlikuwa muonani, mumekuwa kama adui, but somebody come akareconcile. That is more than what human beings can do. Now Mungu kupitia kwa damu ya Yesu Kristo alikuja kule msalabani, he reconciled us back to our God. Point number 4, under the blood is for man. The blood gives boldness to enter God's presence. The blood gives boldness to enter God's presence. Unakumbuka hapo mwanzo tulisema kwamba inakupea guilty. Inapokupea guilty unaogopa kuface somebody. You know, when you are guilty of something, you cannot face somebody. But now, when your sins have been forgiven, now you have the boldness to face that person. Kwa sababu hauna shida, hauna any problem. Ebu angalia wapendwa, mkiwa kwa boma zenu, kule mahali mupo, wewe tuseme ni kijana ama msichana, uja kuwa na shida. Tuseme ulikuwa shule ukapita mtihani ukafanya nini, nao mnakuja holiday, unaenda kwa wazazi wako with a lot of boldness, ukiwa happy, yani hivi, na wazazi wanakupokea vizuri wakiwa na furaha, because there's nothing you have done wrong, now you have done good. So when you go to your parents, they feel good, wanakupokea kwa njia iliyo nzuri. The same way, the word of the Lord says, the blood gives us boldness to enter God's presence.
In the book of Hebrews, chapter number 10, in verse number 19 to 22, the word of the Lord says, therefore, brothers, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain, that is the body, let us draw near to God with a sincere heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with the pure water. Hallelujah, we thank God. So that is Hebrews chapter number 10 and verse number 19 to 22. And then the last point under that, the blood perfects us in the sight of God. In Hebrews 10 verse number 14 it says, because by one sacrifice he has made us perfect forever, those who are being made holy. So through the blood of Jesus Christ we are made perfect before the eyes of the Lord. Another point, the blood is for the devil. The blood is for the devil. Revelations 12 verse number 10 inasema hivi, Satan's most strategic activity in this age is the accuser of the brethren. And it is as this that the Lord confronts him in his special ministry as the high priest through his own blood. That is Hebrew number 9, 11 to 14. So, kama vile shetani yeye ni mtu anakuja kutu accuse. Now, through the blood, that's why nimesema the blood is for the devil. The blood is to confront the devil. Ni kama ukitaka kupigana vita, unabeba the hammer, unabeba silaha za vita. So silaha ya kwanza kubwa ya kupigana na shetani ni damu ya Yesu Kristo. And that's why even those who have attended the deliverance services, ukitaja damu ya Yesu kwa mtu aliyepagawa na mapepo, hiyo mtu anagaragara mbaya sana, because pepo haitaki kusikia damu ya Yesu, because that is a very heavy weapon. Hilo nasikianga heavy arsenals which can kill without hesitation. So when you read Hebrews 9 verse number 11 to 14, inasema kwamba we approach, tunamaliza shetani kupitia kwa damu. Then the blood puts God on man's side against the devil. Damu inaweka mwanadamu katika upande wa Mungu kinyume na shetani. So in the book of Hebrews chapter number 8, 31, 33 and 34, neno la Mungu linasema, if God is for us, who can be against us? Who will bring any charge against those whom God has chosen? Shall God who justifies? Who is he that condemns? Will Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, and is at the right hand of God, and is also interceding, praying for us? That is Romans 8, chapter number 8, 31, 33 and 34. The devil has no ground for accusation against those who have received the work of Christ. Christ shed blood for them. So brethren, we don't fear, because Mungu alimwaga damu kwa sababu yetu. Another point ni kwamba the blood discloses all Satan's legal rights of ownership. In Colossians 1, chapter number 1 and verse number 14, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Redemption means to buy back. We are under new ownership, and the price that under new ownership and the price that was paid for us was the shed blood of Jesus Christ. Wow, wonderful. Wonderful. The blood of Jesus Christ. Wonderful. And 1 Timothy chapter number 2 and verse number 6 inasema, the church of God, which he bought with his own blood,
in Acts 20 and verse number 28 inasema the church of God which he bought with his own blood. Kanisa la Mungu lilinunuliwa na damu ya Yesu Kristo, wapendwa. You can also read in 1 Corinthians chapter number 6, 19 and 20, and also 1 Timothy chapter number 2 and 6. It is also talking about that. What the blood of Christ has brought us. Ni nini damu ya Yesu imetuletea? Purity of heart. Damu ya Yesu imetuletea utakatifu wa roho. The purity, yani uoshwa, yani kungarishwa kwa roho. In 1 John chapter number 1 and verse number 7, but if we walk in the right, as he is in the right, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, it purifies us from all sin. So, damu ya Yesu, it purifies us. Ni nini jambo lingine inalete? Eternal life. In the book of John 6:53 and 54 and 34, inasema, Jesus said to them, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. Kwa hivyo damu ya Yesu, wapendwa, ni eternal life. You have to understand that through the blood of Jesus Christ, I receive eternal life. Through the blood of Jesus Christ, you receive eternal life. Another point ni kwamba approach to God. Through the blood of Jesus Christ, in Ephesians chapter number 2 and verse number 13, inatuambia, but now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near through the blood of Jesus Christ. Wale tuliokuwa mbali, it has brought us close. Imetuleta so that we can approach God. Tumetolewa mbali, wapendwa, tukaletwa karibu na Yesu. Wonderful. The blood of Jesus Christ, that is beautiful. Now, what should I do? What should you do? We have to understand the blood of Jesus Christ and how powerful, how beautiful, na ni nini inatuletea. Wapendwa, mafundisho haya ninayalete kwenu wapendwa, ili tujue. Kuna wakati you need to use the word, the blood of Jesus Christ. Unajua, as a Christian, you have to understand that when you use what. Kuna wakati unatumia, last time tulikuwa tunajifunza Biblia kuhusu the power katika jina la Yesu Kristo. Siku ile ingine tukajifunza mambo ya the word of God. Sasa tumejifunza kuhusu damu ya Yesu. So as a Christian, mpaka ujue ni wakati gani unacheza na hizi vitu. Ni wakati gani unacheza na jina la Yesu Kristo? Ili liwe part, yani liwe kama, liwe part ndani yako. Ni wakati gani unacheza na hii jina? Yani, you know, mtoto anachezanga na baba yake, mtoto anachezanga na mama yake, mtoto anacheza na mzazi wake. So ni wakati gani wewe unacheza na jina la Yesu? Ukiwa ndugu, ukiwa dada, ukiwa mtoto wake. Ni wakati gani unacheza na jina? Ni wakati gani unacheza na damu? Ni wakati gani unacheza na jina la neno la Mungu? Ni wakati gani unacheza naye? You know, you need to make it an habit. Unacheza naye with love. You know, sio ile mchezo ile mchezo ya upumbavu ama ya kufanya vitu mbaya. But ule mchezo, yani mtu anaangalia. I think my watch, and I love our mothers. Wadada wetu ni wazuri sana. Najaribu uangalie wakati yako na kale katoto kadogo kananyonya. Wakati yako ile ameanza kujua mama yake masa. Unaona mama ananyonyesha katoto, anakachezesha kidogo. Hivyo na katoto kanacheka, kanafurahi, kanacheka na mama yake. You know, mama anacheza na mtoto anacheza na mama yake. Anafurahi because they have that intimate relationship. So we also need to have intimate relationship
with the blood of Jesus, ili tucheze na hii damu ya Yesu. Because of that intimate relationship. We need to have intimate relationship na jina la Yesu Kristo. Ili tucheze na hili jina la Yesu Kristo, because we have that intimate relationship with the name of Jesus Christ. And that's why naleta haya mafundisho siku ya leo. I'm sure you have understood how important the blood of Jesus is in your life. Ili unapocheza naye with that intimate relationship na the blood of Jesus, then you are good to go. And you understand the goodness of the blood of Jesus in your life as a Christian and how powerful it is, na uifanye kuwa sehemu katika maisha yako. I'm happy, brethren, for having time to watch this program. We will be having such a programs every Thursday, as from 9:30 to around 10. Like now, we are now 10:30, and I'm sure we have learned a lot, and it is going to bless us. It is going to make us succeed in our practice of holiness, in our practice of Christianity, and in our practice of salvation. Remember, without true salvation, we will not see God. Bila wokovu wa kweli, wapendwa, hatutaweza kuona Mungu. Hivyo ndivyo sababu tunajifundisha neno la Mungu ili tujue how can we secure our true salvation. We will secure our true salvation when we understand the word, when we know the blood of Jesus, when we know Jesus Christ, when we know the word. Na kuna mambo mengi yaliyo mbele. Siku nyingine Mungu atatusaidia, tutajifundisha majina Yesu anaitwa, Mungu anaitwa. Kuna wakati unasikia wanasema Jehova Jire, Jehova Nizi, Jehova Adonai, Jehova Rava, na mambo kama hayo. Hiyo majina inamaanisha nini? We need to understand them. Na inapatikana wapi kwa maandiko? Na sometimes unasikia Mungu akiitwa Jehova Nisi, unashindwa hii ni nini tena, hii watu wanataka kubadilisha. Hapana, it is there. Tutajifunza mambo mengi. Temptations ni nini? Satan ni nani? Those things. So brethren, keep on watching, keep on monitoring, keep in touch. Na utajifunza mambo mengi na yatakusaidia katika Ukristo wako na katika wokovu wako unapoendelea. Mimi ninapofundisha, ichapo ndio mimi ni mchungaji wa Full Gospel Churches of Kenya, lakini nahudumia Wakristo wote wanaofuatilia, kwa sababu haja ya moyo wangu ni kuona Mkristo akiwa amesimama vizuri na akiwa anamjua Mungu wake na akiwa anajua silaha za vita, kwa sababu you cannot go, wezi pigana vita ukiwa hauna silaha za kutosha za kumwendea huyo ambaye mnaenda kupigana na yeye. Kwa hivyo nimefurahi, na Mungu wa amani asiti kuwabariki na asiti kuwatenda mema. Tutaendelea katika mafundisho yetu wiki ijayo, masaa kama siku ya leo, na katikati ya wiki nitawaambia the topic ambayo tutakuwa naye siku ya Alhamisi. Tukutane pamoja siku ya Jumapili asubuhi kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 3 Sunday service, na najua utabarikiwa. Ninashukuru Mungu kwa sababu yako wewe mpendwa, ambaye umechukua nafasi hii ili upate kusikia mafundisho haya, maana yatakusaidia. Na pia utakaposikia neno hili likusaidie, pia wacha mwenzako pia aweze kusaidika. Unaweza fuata na unaweza pata haya mafundisho pia kuanzia kesho. Utayapata katika YouTube channel yangu Pastor Jeremiah Nyabende. Ukienda katika YouTube ukiweka ukitype Pastor Jeremiah Nyabende, utaweza kuona mafundisho yote nimekuwa nikilete, mahubiri yote nikiwa nikilete, na utaweza kusaidika. Ukitaka ni vizuri unaweza subscribe, kwa sababu utakapokuwa subscribe, whatever I post utakuwa ukiipata katika simu yako mahali popote, kwa kompyuta yako, you will be getting it, na itakusaidia na utasaidia wengine. Sio wewe peke yako, usisaidike peke yako. Ujumbe unapokufikia, tafadhali fikisha kwa wengine, na hata wao wapate kubarikiwa jinsi na wewe umeweza kubarikiwa. I'm happy for you, and I pray that the Lord gives us the grace
makes us succeed. Wacha tupigane vita vilivyo vizuri na tuweze kushinda vita. Paulo alisema katika Timotheo wa pili mstari wa 4 mstari wa mlango wa 4 mstari wa 7 kwamba nimepigana vita vilivyo vizuri na imani nimeilinda. Hiyo ndio tumainio la moyo wangu wapendwa. Mimi na wewe tupigane vita vilivyo vizuri na pia tulinde imani. Imani huwezi ilinda bila kuwa na mafundisho ili yaweze kukusaidia ili ujue ni jinsi gani utaweza kulinda imani. May the Lord bless you. Let us pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru kwa sababu ya mtazamaji ambaye amesikia ujumbe huu. Ninaamini kwamba Bwana ujumbe huu utaweza kumbariki na utaweza kumsaidia. Na atakaposikia ninaomba kwamba Mungu msaidie neema ili na ujumbe huu aweze kuwafikishia wengine watakao uhitaji ili na wao wapate kubarikiwa na wao wapate kukujua. Ni asante mtakatifu, naombea jamii yake, ninaombea familia yake, ninaombea ndoa yake, ninaombea watoto wake na ninawaombea jamii yote. Naomba kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya na hasa wakati huu wa msimu tuko na changamoto nyingi ya corona na kwamba utatusaidia. Tusiogope corona, bali tujue kwamba Mungu uko pamoja nasi, utatusaidia. Ninaomba ili stigma ambayo imeingia ndani ya watu Baba ipate kuondoka na ipate kuisha katika jina la Yesu Kristo. Yale mawaidha wanaopewa wapendwa, ninaomba Mungu wasaidie. Mawaidha hayo yawasaidie ili wapate kutumisha usafi na waweze kufanya yale Mungu wanafundishwa na maafisa wetu wa afya na serikali yetu. Na hata dunia, ulimwengu yote, ninaiombea mataifa yote, ninaombea watu wako Bwana. Maana Bwana, ninajua janga hili ambalo limekuja litapita, lakini neno lako litasimama. Na sisi tutakaposimama vizuri kulinda imani zetu na kukutumikia wewe, na hata sisi hatutapita, bali tutaishi kuona ushindi wako na kuona mkono wako. Tusaidie wapendwa hao wanapolala, ninawaombea neema yako na siingira nyumba zao na ukuta wa moto wa Roho Mtakatifu nikiwanenea baraka. Wasaidie, wainue na uzidi kuwabariki. Zile ndoa zilizo na shida, ninasiombea amani. Urejeshe wa upendo ule wa mwanzo upate kudumu katika ndoa zao. Wale watoto ambao wamepata shida na changamoto na kumekuwa na shida katika jamii kati ya wazazi na watoto, ninaomba amani na urejesho wa upendo kati ya wazazi na watoto. Ninaombea wale walio wagonjwa hospitalini kwamba Bwana, neema yako ya uponyaji. Neno lako linasema good health is our portion, sickness is not our portion. I command from this altar that you who are in the hospital, sickness is not your portion. Your portion is good health. Receive your healing. Come out from that hospital bed. Go to your home in peace and in good health. I thank the Lord because of you, and I pray that the Lord will bless you and restore your health in Jesus' mighty name. Walio na changamoto ambao wamefiwa na wapendwa wao, ninawaombea amani. Wape amani Bwana. Rejesha amani katika nyumba hizo ili kwamba Bwana wapate kufurahia kwamba wewe ni Mungu. Asante. Kuna wale wamepoteza nyumba zao kwa sababu ya maji floods. Ninaomba Bwana uwasaidie na upate kuwabariki. Watoto wetu walio nyumbani wako na heka na wa form 4 na darasa la 8 na wale walio katika vyuo ambao walikuwa wanatarajia kufanya mitihani. Baba, ninaomba uwape amani. Wape amani mioyoni mwao na usaidia serikali yetu ili kwamba na hii ugonjwa upate kuisha, watoto warejee shuleni, wasome na wapate kufaulu na baadaye wafanye mitihani yao katika njia inayopendeza. Uinuliwe Bwana na utukuke, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Ninaombea viongozi wa makanisa wote kwamba wakati tusimame vizuri, tusimame imara na tutafute uso wako. Ninajua kuna jambo unataka kuzungumza na ulimwengu. Ninaomba Bwana utusaidie tukiwa kama viongozi wa kanisa. Baba, tutafute uso wako na tusikize vizuri ni nini unakusudia kuzungumza juu ya nchi yetu ya Kenya na hata katika ulimwengu, ili tunaposimama katika madhabahu tutoe ujumbe ambao Bwana umezungumza. Pokea sifa, pokea utukufu katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikiamini. Tuseme amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. And surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Shalom. 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 I love you all.
Thank you so much for listening and following. For those who may want to communicate to me and get in touch with me for any query in relation with the heavenly kingdom, you can get in touch with me in 0721 38 665. Please get in touch with me. Speak to me any time of the day and even in time of the night. Provided it is a spiritual matter, I will get in touch with you and I will speak with you. If you need prayer, I will pray together with you and God will bless you. You need any consultation, you need any psychological advice and assistance and counsel, we will get in touch with you and we will speak. And I know I will assist you where when the grace of God will be sufficient, and I know the peace of the Lord will be sufficient unto you, and you will be blessed. I'm happy, and may the Lord bless you so much. Until we meet on Sunday morning, good night. Thank you.